ufurahie kutokueleweka na wengine. Umeshawatibua baadhi ya watu. Kundi la wengi sio kundi sahihi. Unahitaji ukichaa ili ufanikiwe. Kama watu hawajawahi kuitana pembeni kuhusu wewe, utoboi. Ongea na kocha, furahia kutokueleweka na wengine. Karibu rafiki yangu mpendwa, kipindi chako pendwa cha Ongea na Kocha. Kwa rafiki yako Kocha Dr. Makita Mane, daktari, kocha, mwandishi na mkufunzi. Na ninao furaha sana kuzungumza na wewe rafiki yangu, kwa sababu tunazungumza mambo matatu tu. La kwanza ni kuhusu mafanikio, yani wewe ujenge tabia na nidhamu sahihi ya mafanikio. Hivyo vitu tu vya kutosha. Alafu tunazungumza kuhusu fedha, ambako ujenge utajiri na uhuru wa kifedha. Na mwisho tunazungumza kuhusu biashara. Ujenge biashara inayojiendesha bila kukutegemea wewe moja kwa moja. Huo ndio uhuru. Umefanikiwa, una pesa, alafu uko huru. Sawa? Ndio tunazungumza hapa rafiki. Sasa leo bwana, nataka tuongee kitu cha msingi sana, ambacho ni ufurahie kutokueleweka na wengine. Sawa? Na kuambia ufurahie kwa sababu ni moja ya vitu vigumu sana, na najua wewe nimeshakuletea shida. Najua utanisamehe. Najua ni kwamba kama umewahi kusikia ushauri wangu wowote ule, labda umesoma kitabu au umeangalia vipindi, umeshawatibua baadhi ya watu. Sawa? Umeshawaudhi baadhi ya watu, yani umewazingua watu. Na sasa hivi hawakupendi, hawakuelewi, wanakuona mzinguaji, wanakuona mlugha. Haiwezekani. Yani kama unaishi kama kushauri kama rafiki yako, hauwezi kukubalika na watu wengi wanaokuzunguka. Kwa sababu 2, 3. Sababu ya kwanza ni kwamba kwanza unaishi namna ambavyo wao hawajazoea. Sawa? Ambao hawajazoea. 2, wanahofia huenda ukishindwa utakuwa mzigo kwao. Na 3, wanahofia ukishinda wataonekana ni wazembe. Sawa? Hebu fikiria, labda umetoka kwenye familia ambayo inaamini kwenye kuajiriwa. Wazazi wako waliajiriwa, wakakusomesha na wamekupatia nafasi ya wewe uajiriwe. Labda ukaajiriwa, ukasema mimi nataka niache kazi nifanye biashara. Hawawezi kukubali wazazi wako. Hawawezi kukubali kwa namna yoyote ile. Sawa? Hawawezi kukubali. Hata ngambia sina wao wanaamini kwamba maisha yao yameajiriwa, na nataka na wao waajiriwe. Sasa ukichukua hatua sawa sawa nataka ajiriwe, wataona kwamba wao haijawahi kwenye akili yao kwamba mtu anaweza kupata hela bila kuajiriwa. Haijawahi kuingia kwenye akili yao. Sawa? Kwa hiyo hawatakuelewa, sababu haijawahi kwenye akili yao. Namba 2, wanahofia sasa kwamba ukijienda kuja kufanya biashara ukashindwa, utakuwa mzigo kwao. Fikiri mzazi ambaye amekusomesha, alafu nini afu anategemea sababu ndio aanze kumpa pesa, umpe msaidie na amepata bakazi, au usimtegemee tena, una kazi unaanza tena kumtegemea. Si ndio unaelewa? Kwa hiyo huyu akifeli huyu atakuwa mzigo kwetu. Au hatapata msaada. Au tusimruhusu aende akajaribu mchezo wake. Sawa? Lakini la 3, iwapo utafanikiwa pia, umefanya biashara ukafanikiwa, wataonekana sasa hivi ulishindaje kufanya biashara? Yaani kijana mdogo ameweza kufanya biashara yeye miaka ya kwanza imechoma biashara. Si ndio? Huyo unaona kwa nini watu wengi hawatakuelewa? Watu wengi watakupinga. Watu wengi watakukataa. Sawa? Huo ndio uhalisia wa maisha. Utakapoanza kuishi kimafanikio, utakapoanza kuishi nidhamu na msingi na kukupa mafanikio, utakapoanza kuishi mambo ya kifedha, na kukwambia weka akiba, wekeza, weka bajeti. Ama mtu ambaye atakichukia mgao na bajeti. Mtu kaja kwako ana shida, bwana nisaidie bwana, na shida ya sifari. Bwana mimi sina. Lakini usipopata mshahara tu juzi hapa una hela. Na haiko kwenye bajeti yangu. Bajeti? Unasema bajeti? Ndio sio bajeti ya serikali. Hicho una bajeti wewe kwa nani? Umejikuta nani mpaka una bajeti? Hawataelewa. Sawa? Utapojifunza kuhusu biashara, utakaje biashara yako, ufanye masoko, hawatakuelewa. Na hilo litakusononesha. Sasa itakuaje? Mbona huyu jamaa huko ananiambia mimi nifanye? Mbona familia yangu hainielewi? Mbona mwenza wangu hanielewi? Mke wako hatakuelewa. Mume wako hatakuelewa. Hawatakuelewa. Sawa? Sasa litakurudisha nyuma ile jambo. Na mimi nakwambia kwa sababu mimi nimekuwa kwenye tasnia kwa muda,
hamna ambacho sijakiona, hamna ambacho sijakisikia. Hakuna sababu ya kukosa mafanikio ambayo sijaiona ikimwathiri mtu. Kwa ninapokuambia na kuambia kwa uzoefu ambao ninao. Na kwenye huu uzoefu sasa watu wengi wanarudi nyuma. Bwana sasa nini watu acha tu mimi niendelee na kazi. Sitaki hii biashara cha. Ili jambo acha niliache. Kwa hiyo sasa unarudi kwenye mazoea, unarudi kwenye ngazi zao. Sasa kama utakuwa uliangalia kipindi kilichopita kabla ya hiki ambacho pia kitakuwa kwenye link hapo, cha kwa nini 7, kilikuwa kinahusu wewe kuisikiliza sauti ya ndani yako wewe. Unaelewa? Hii sauti ambayo sio hii unaambiwa na watu. Sasa ukisikia sauti ya ndani ukaanza kuishi, watu wa nje hawawezi kukuelewa sababu ile sauti hawaisikii ndani yao wao. Ukisikia wewe kwao hawawezi kukisikia. Haipo hii sauti ndani yao. Kwa hiyo utakapojaribu kuishi ile kwa nini yako ya 7, utawatibua watu. Hawatakuelewa. Sasa mimi sitaki nikufikisha mahali ushindwe. Nataka nikuanzisha njia na kupeleka mpaka ufanikiwe. Mpaka ujenge utajiri sasa. Mpaka ujenge biashara inayojiendesha bila kutegemea moja. Hii ni ahadi yangu kwako wewe. Sasa unafanya nini sasa kwenye hili sababu umeingia kwenye huu mtego sasa ambako watu hawakuelewi? Mimi nakwambia furahia. Furahia. Sasa furahia pale ambako watu hawakuelewi, watu wanapokupinga, watu wanapokuhamisha. Kwa sababu hawawezi kuelewa. Unaishi kwa nini yako kubwa. Unapambania kile ambacho unakitaka hasa wewe. Sasa una mambo 5 ambayo utatoke nayo hapa ambayo atakuimarisha wewe kwenye hii safari ya mafanikio. Mambo 5 ambayo ukiyafanyia kazi utakuwa imara kwenye kuwakabili watu na kuto kurudishwa nyuma. Jambo la kwanza, njia ya wengi ni njia inayokupeleka kwenye kupotea. Hata sasa nimeeleza, yani ile njia ya motoni ile kwenye dhambi ina wengi. Njia ya utakatifu wachache. Sawa. Ndivyo ilivyo. Kuna vichekesho wasemaga, sijui labda nini, wifi bure, wamejipanga mstari kama wote. Kitabu bure, yuko mtu mmoja tu. Ukishaona kundi kubwa la watu, jua linapotea. Jua linapotea. Ukiwaambia watu ndoto zako, mambo yako, alafu wakasema nzuri hayo unaweza, ushapotea. Ni vitu vya kawaida sana. Ni vitu vya kawaida. Kwa ukiona upo kwenye kundi la wengi, ukiona unakubalika na wengi, tambua kwamba unachohangaika nacho ni cha kawaida, sio kwa nini yako. Rudi mezani. Kajitafakari, imekuwaje? Ukaje ndo umekubali? Mbona umeelewa sana? Umeelewa? Mbona kuwa na wasiwasi? Kuna mtu mmoja aliwahi kuwa anaenda kisimani kuchota maji. Alikuta kuna foleni ndefu ya wanachota maji. Sasa akafikiria, na afanyaje nivuke hii foleni ili na mimi nichote? Ana haraka, alikuwa na haraka yako. Anataka avuke foleni. Akatunga uongo. Akamwambia, "Nyinyi mmekaa huku. Kule kuna gari la mikate limeanguka. Watu wanajokotea mikate ya bure." Kweli bwana. Wakatoka wote wakakimbilia lile gari la mikate. Sasa jamaa kabaki pale, ataka sasa, mbona wameenda wote? Au kweli kuna gari la mikate? Au kweli ile gari lipo? Bwana mimi niende sasa nikapitwa. Sawa. Kwa hiyo akapata mkumbo wa wengi. Wengi hawajui, wanajiendea tu. Sasa na wewe unaona kwamba hawako sahihi. Yaani mbona au mimi ndo nakosea? Kwa sababu unaangalia wanaanza kupigana simu. Ngoja shangazi yako aongee na wewe. Ngoja mjomba wako. Ngoja bibi yako. Kijiji kizima unaitoa kikucancel wewe kwa jambo lako uliloamua. Tambua uko pazuri. Tambua watu wengi wasipokuelewa maana yake umesikiza sauti ya ndani. Wao kuelewa wengi, unacheza mchezo wao, mchezo ambao hauwezi kushinda kamwe. Kwa hiyo furahi. Tambua kwamba kundi la wengi sio kundi sahihi. Njia ya wengi ni njia ya upotevu.
Sasa hiyo jambo la kwanza la msingi. Jambo la pili, unahitaji ukichaa ili ufanikiwe. Unahitaji ukichaa. Yaani kama watu hawajawahi kukushuku kwamba huyu jamaa kachanganyiki, huyu jamaa mnamuelewa kweli, hadi watu wanaitana pembeni, huyu jamaa mnamuelewa kweli. Kama watu hawajawahi kuitana pembeni kuhusu wewe, utoboi. Mimi nakwambia watu wote waliofanya makubwa duniani wengine wamepelekwa mpaka hospitali ya vichaa. Bwana mmoja aliyegundua hizi mawimbi ya redio, Marcon, ndugu zake walimpeleka hospitali ya vichaa. Huyu jamaa anaona amedata. Yeye anasema kwa sauti itapita hewani, huyu jamaa mpe dawa huyo. Sawa? Wale waliorusha ndege kwa mara ya kwanza, the Wright brothers. Yaani unajua wanafizikia bora kabisa duniani wa nchini Marekani walikaa chini wakapiga hesabu, wakasema kwa kanuni za fizikia na nguvu ya mvutano na aerodynamics na nini, haiwezekani kwa binadamu kurusha chombo angani ndani ya miaka 100 ijayo. Wanafizikia, hawa ni wataalamu. Sawa? Yaani hawa wakilala wakiamka wanawaza fizikia. Kwamba jinsi vokaa hewa anga haiwezekani, wakakubaliana bana ngoma haiwezekani. Ilikuwa wanapewa serikali ya Marekani ilianzisha tume ya kutengeneza utafiti. Walikuwa nakula mshahara mrefu, ni wataalamu wamefanya utafiti, wakasema haiwezekani kwa miaka 100 binadamu akarusha kitu ikaruka hewani. Hii haiwezekani bana just katenta mazuri kafieni mbali. Wale kubaliana. Kukaa na vijana wawili mafundi baiskeli. Sawa? Mafundi baiskeli wakasema hii kitu tunarusha hii. Mafundi, kumbuka kuna kundi la wanafizikia tena wako funded na serikali, wanapewa ruzuku na serikali. Fanyeni utafiti wa kurusha. Sawa? Alafu huku kuna mafundi baiskeli. Yaani wao mafundi baiskeli wakasema tunarusha. Kae nao karibu. Hawa washachakajikiwa. Lakini ndani ya mwaka mmoja, mafizikia sema miaka 100, ndani ya mwaka mmoja hawa watu walirusha ndege yao ya kwanza ikapaa angani. Mafundi wanaonekana ni vichaa, wamechanganyikiwa. Sawa? Hiyo naomba ulielewe vizuri sana hapo. Bwana Henry Ford, mgunduzi wa kwanza wa magari. Kabla ya hapo watu walikuwa wanatumia farasi kusafiri. Akagundua gari kwa mara ya kwanza. Alifikiria gari ya mwanzo ilikuwa ya bojabu, yani ya kishamba. Akataka iboreshe. Akasema bana nataka nije na V8 engine, V8. Engine ambayo inakuwa na piston 6, ilikuwa ni V6 Soviet V6. Piston 6 na cylinder. Hizo ilikuwa na kama 2 mpaka 4. Ili iwe na nguvu zaidi. Akawafuata maengineer wake. Jamani mimi nataka engine iwe na piston 6 kwenye cylinder. Akaambia haiwezekani. Kwa kanuni za kifizikia na kiinjinia hilo swala bwana haliwezekani. Akaambia sawa, nendeni mkafanyie kazi. Wakaenda. Akazunguka akarudi. Bwana wewe ni bosi wetu, unatulipa hela kweli, lakini bwana hili swala haliwezekani. Huyu bosi kachanganyikiwa. Huyu bosi kwa fizikia hajui, shule hajaenda, anatuzingua tu. Haiwezekani. Kaambia sasa nisikizeni vijana vizuri sana. Nisikizeni vizuri. Ninataka engine ya V6. Na mtanipa engine au nitawafukuza wote tafuta kawanipa engine. Msije kwangu bila engine ya V6. Wakaondoka, wakarudi na engine ya V6. Sio, umenielewa? Huyu mtu, kwa nini mtu anazengania? Kwa sababu lazima una ukichao fulani. Kwa akili ya kawaida hutoboi. Hiyo nisikilize, kwa akili yako ya kawaida, yaani akili za kawaida hizi ambazo unaonekana na watu wengine, hautoboi. Lazima uonekane uko crazy, yani kama huyu jamaa mimi namuelewa kwa yani jamaa hapo alipo ni ana chochote kwa sema nataka sio wewe nani, sio huyu hata shule hajasoma, hata sio elimu yake sio alifeli, sio ifaridi, ataka wewe nani. Yani ni lazima uonekane kichaa kwamba
make sense. Sabisha make sense tu, ushapotea. Kwa ukichaa fulani, chembe fulani za ukichaza unahitajika uchanganyie pale kidogo. Ndio. Kwa hiyo kutokoleka na wengine ni vizuri kwamba sasa tena utamani wa kuone umechanganyikiwa, wa kuone kichaa. Ili sasa wakuache upambanie mambo yako. Sawa? Kundu jambo la pili muhimu sana, tambua kwamba unahitaji ukichaa fulani ndio uweze kufanikiwa. Kwa akili ya kawaida uwezi. Na wakati mwingine pia ujue hata kuna watu ambao wanazaliwa na bahati kwamba akili zao hazinasi. Wewe mtu ambao vinanasa wana huruma hizi. Ukisema vibaya unaona wataniacha. Na wengine akili zao hazijali. Hawana mama anafanikiwa. Lakini kwa wewe unapowaambia watu ndoto yako au mambo yako akakupinga, tambua tu kwamba upo kwenye njia sahihi na itumie uweze kupiga hatua. Sawa? Jambo la 3. Treni haigongi mtu. Mtu anagonga treni. Sawa? Uwezo usikati bwana treni imemgonga, mtu amegonga, utasikia mtu kagonga treni. Unajua kwa nini? Kwa sababu treni ina njia yake. Wewe umeifuata treni kwenye njia yake. Kwa hiyo umeisumbua. Ndivyo pia ilivyo kwenye mchakato wako wa safari ya mafanikio. Hao watu wanakupinga, tatizo sio wewe, yani sio tatizo lao wao. Ni tatizo lako wewe. Umeelewa? Sasa jamaa matatizo sana, hawanielewi. Tatizo sio wao, tatizo ni wewe. Kwa hiyo unatakiwa utambue mimi ndio tatizo hapa. Kwa hiyo nisisumbuke na hawa watu. Kwa sababu hawawezi kuelewa. Yaani haiingii kwenye akili zao. Huyu jamaa anasema nini? Sawa? Huyu jamaa anasema nini? Kwa hiyo usije ukiona kwamba watu hawakuelewi, usiwalaumu. Tatizo ni wewe. Ndio kwamba mambo wanazungumza nao ni makubwa sana kwao. Hayanasi kabisa, yani hayaingii kwenye rada zao. Yeye unawasha redio ambayo haipo hizo frequency, yani redio inasema ni frequency ya 95, frequency yake inasha 90. Umeme wake ni mdogo. Sawa? Kwa hiyo tambua kwamba wewe ndio umeenda kugonga treni. Wewe ndio umeenda kuwasumbua watu. Hao watakuwa na maisha yao safi, mazuri, wamezoea. Wewe unapoenda na mambo yako ndio ambaye sasa unaenda kufanya nini? Unaenda kwa disturb. Ndio maana wanakupinga. Ndio maana wanakusumbua. Hawawezi kukuacha salama. Kwa hiyo unapopingwa na usipoeleweka na wengine, furahi kwa sababu shida ni watu wao. Shida ni kwako wewe, na kama shida ni kwako wewe, chukua hatua. Usijaribu kuwaelewesha ngomba wana shida au hawawezi. Unajua shida nyingine kubwa ni kwamba unakipata maarifa kidogo haya mafanikio, unachanganya watu wanaweukaga. Mimi naambiaga watu tulia, unaweuka. Mwanzo unaona kama wengine kama watu wamechanganya, yani kama yani unaanza wewe unaanza kuona kama wewe unajua kila kitu. Ukiingia kwa pupa kwa watu ni changamoto. Mimi naangalaga watu anajifunza siku chache naye anaanza kuwashauri watu, anaanza kufundisha watu. Hii kama utashindwa, uwezi, ni ngumu. Sawa, ni sababu watu hawaanza kuelewa, wataona na umechanganyikiwa, mtasumbuana bure hapo katikati. Kwa hiyo wewe kaa kwenye njia yako, waache watu wakae kwenye njia yao. Na hiyo itakupunguzia wewe stress, itakupunguzia wewe msuguano, itakupunguzia wewe hali ya kukata tamaa na kadhalika kwenye yale ambayo unayafanya. Kwa hiyo nikuombe sana, wasipokuelewa tambua nimeingia njia ya watu. Mimi nikae kwenye njia yangu, nisonge mbele. Jambo la 3 muhimu sana ile kwamba treni haigongi mtu, mtu anagonga treni. Jambo la 4, kamdomo. Ndio nilikuwa sema hapa. Umejifunza umekuja kwenye umepata seminar au umepata somo kama ile hapa. Ghafla unaanza kuona wenzako wote kama wajinga tu. Wewe. Unausikia? Unaanza kusema yani unaanza kujiona kama utoshaji ushaweza yani. Mimi nitakuwa milionea, mimi nitakuwa tajiri. Mimi nyote mtaniheshimu nyinyi. Kata kuponza. Unavoongea sana ndio utakavoibua watu wapingane na wewe.
Sawa? Mimi nakwambia wazi, hamna nakwambia hivi, kwenye safari hakuna kitu ambacho sikiona. Mimi nakwambia vitu ambavyo ninavijua na ninaviishi. Utasumbuliwa zaidi na kimbelembele chako. Uanza kubishana na watu. Mimi lazima ni waambia uwezi. Wewe tajiri wewe umezaliwa sema familia maskini, wazazi wako ni maskini, una chochote uwezi. Mimi nitakuwa nimejifunza na uwezo na hiyo. Waambia uwezi bwana, wewe elimu yenyewe huna pa kuanzia. Wewe uwezi. Uanza kubishana nao. Mimi nitaweza, mimi nitaonyesha. Bro, kamdomo achana nako. Wewe ishi pambana mambo yako. Ukisha gundua watu hawakuelewi, funga zipo. Sawa, utana nao bishane mambo mengine, bishane mpira, Simba Yanga, bishane mengine. Ikifika swala la pesa, kaa kimya. Bas. Ukitaka kwanza unaonekane, bibi mtu akiwa hata anakosea hapo. Naambiaga kitu kimoja. Usitoe ushauri kama hujaombwa. Usipokee ushauri kama hujaomba. Watu waliagi dhana muhimu sana. Mimi hata unaongea hapo vitu, ujue ile yangu ungeipata, mtaenda nitanunua mandazi, nitajaza chumba kizima na kula. Utafurahi ongera. Safi. Usiwezi kwanza kwamba usile mandazi, ila yako ichukue kayenge pale. Huku niomba ushauri, hutaupokea. Sawa? Hata wengi ambao ni wapi wanyama maarifa mafanikio, mnakuwa na vimbelembele sana. Mimi nakusema ukichukua shauri yako. Unataka kwanza kuwashauri watu wako wote. Sasa sikiliza. Buku 1000 ungeweka. Amekuomba ushauri. Hata kusikiliza. Sawa. Unaweza ukatoa elimu. Unaniambia sasa mbona nakushauri hapa sijakuita. Sijakufanya nyumbani kaanza kukupigia kelele. Sikilize. Ulikuwa unatafuta mambo yako umekutana na baby. Kwa hiyo inabidi uchukue. Sawa. Sasa point yangu ni nini? Unapokutana na watu ambao wanapinga au wanakukwamisha hawakuelewi, usiendelee kuwalazimisha kuelewe. Usijieleze sana. Kaa chini, piga kazi. Kaa chini, fanya kazi mambo yako. Waache matendo yaonekane. Watu wakwambia, biashara wewe uwezi, achana nao utapata hela Asante. Toka na hasira kwamba nitawaonyesha. Nyie mmesema sasa biashara, nitakuja kuwaajiri kwenye biashara yangu nyinyi wote. Sawa? Hiyo sasa itakufanya wewe usiponzwe na mdomo wako mwenyewe. Kwa sababu mdomo unataka kuponza. Watu watataka kushindana na wewe kwa sababu ndio kitu ambacho wako vizuri kwenye kuongea. Wewe usiongee. Wewe kuwa mtu wa vitendo. Kuwa mtu wa kufanya na uonyeshe matokeo. Wacha matendo yako yapige kelele kuliko maneno yako. Sawa? Naomba kama mdomo achana nako ili sasa uweze kuona kwamba unapiga hatua. Na tano na mwisho, mafanikio sio kupata. Mafanikio ni kuwa. Kanuni ya mafanikio inaanza ni fanya, ni do, have, be. Sawa? Fanya, pata, kuwa. Fanya hii kazi, biashara, upate pesa, utakuwa tajiri. Sawa? Au utakuwa huru. Sasa mafanikio ni kinyume chake. Unaanza kuwa, alafu unafanya, alafu unapata. Kwa hiyo unageuza hiyo. Badala ya kufanya upate uwe, yani unamaki unasubiri mpaka watokee ndo uwe. Wewe unageuza, unaanza kuwa. Yaani unapochagua hii njia, nimechagua njia ya biashara, mimi ni mfanya biashara. Sawa? Sio kama ngoja nifanye biashara nikifaulu. Mimi ni mfanya biashara kwa sababu ndani yangu ndio inayotoka hiyo. Mimi ni mwandishi. Sio nikiandika kitabu watu wakinunua nitakuwa mwandishi. Ninaanza mwandishi. Kwa mafanikio yangu ya kwanza nimeandika kitabu. Sasa kama watu watakipata wakakisoma, hilo ni la ziada. Umeelewa? Kwa sababu watu wengi wanakupinga, wanakupima kwa kitabu chako amesoma nani? La kwanza nimeandika kitabu. La kwanza nina biashara bado thamani. La kwanza nina kitu. Hilo ndo la kuanzia kwanza kabla hujaenda kwenye haya mengine. Kwa ukianza kuwa tayari mafanikio. Na hii sasa itakufanya ukae kwenye hicho unachofanya. Kwa sababu ukishajua unafanya biashara, hauwezi kufanya kitu kingine zaidi ya biashara. Ukijua ni mwandishi, hautafanya kingine zaidi ya uandishi. Unaandika sio kwa sababu utasomwa.
Sababu watu watanunua kwa sababu una ujumbe ndani yako, lazima utoke. Kwa hiyo unaanza kuwa, halafu unatoa nje shida ambacho nacho na hilo. Kwa hiyo hata ukikucheka usipokuelewa, una shida. Hivyo unafikiri ukimwona eti labda bata anacheza kwenye maji machafu, unamcheka, unafikiri anajali? Au kobe anatembea taratibu, unamcheka, unafikiri anajali? Ndivyo alivyo. Sio muone mkobe mjinga kweli huyo yani. Yaani sungura mwanzo akashafika mbali. Doesn't matter. Mimi ni kobe sio sungura. Anza kwa kuwa, ukishakuwa ndo ushindi, ndo mafanikio hayo. Matokeo utakayopata hayo ni ya ziada. Na ukishaanza kuridhika kwamba wewe ni yule uliyochagua, hautakwamishwa na watu. Kwa sababu wao wataanza kukuambia kwamba mbona hujapata? Wajifanya mambo ya fedha, mbona hata sio tajiri? Mbona upo kwenye orodha ya matajiri? Waanza kubeza vitu kama hivyo. Mbona sio kwenye orodha ya matajiri? Si tajiri ndio kwenye orodha ya matajiri. Umenielewa vizuri hapo? Kwa unaanza kuwa ili sasa hiyo ndio mafanikio yako. Watu wakisema haikusumbui, haikuangaishi, haikubabaishi kwa sababu umeshakuwa. Sawa? Kwa kienda na hili itakusaidia sana wewe ukomaa kwa kile ambacho unafanya na ukapata mafanikio ambayo ni makubwa. Rafiki, wajibu wangu mimi ni mmoja tu, kuhakikisha wewe unafanikiwa, kuhakikisha wewe unakuwa tajiri, kuhakikisha unajenga biashara inayojiendesha bila kufanya kutegemea moja kwa moja. Na tunafanya kwa njia 4. Ya kwanza ni hiki kipindi ambacho umekipata cha bure kabisa. Umejifunza hapa. Safi. 2, vitabu. Unataka ujifunze kwa kina sasa zaidi. Vitabu kama una nguvu kutenda miujiza. Maana yake unajua nguvu ambayo iko ndani yako. Na muongozo wa maisha mafanikio. Maana yake inakuongoza ufanikiweje. Vitabu vya fedha, elimu ya msingi ya fedha, inakuongoza sasa wewe mambo yako ya fedha yaweje. Una tabia za kitajiri, inakupa tabia za kuwa nazo ili upige hatua. Elimu ya msingi ya uwekezaji, inaonyesha wapi ukawekeze upate mambo yako ya fedha, si ndio? Tukitoka hapo kwenye biashara, mashine ya kuchapa pesa, jenga biashara na endesha biashara moja kwa moja. Tuna mjasiriamali mjanja, uwe janja ambaye unajenga biashara, inakupa matokeo. Elimu ya msingi ya biashara, ujifunze mambo ya msingi ya biashara. Chuo cha mauzo, ujue jinsi ya kuuza, sawa? Na nunua wateja, upige kelele za masoko. Hii ni ngazi ya 2 ya ushirikiano na wewe. Kama umepata thamani kwenye kipindi, pata vitabu. Itakusaidia sana. Baada ya hapo tuna zana, tuna tools. Squachi. Yaani mimi wewe ukishinda wewe umechagua mwenyewe. Hauwezi kunisema unajua bwana huyu kocha ni motivation speaker, ni motivate hapo umeniacha. Wewe ukifeli umefeli mwenyewe. Mimi nakupa kila kitu. Umenisikia? Unanisoma. Tools, kuna zana. Tunayo Tanzania Academy, TSA, ambao kuna newsletters kila siku na kuandikia barua. Inakulenga wewe moja kwa moja. Nazita barua za kocha. Ya mafanikio hiyo. Tunayo utajiri.tz. Hii ni application ya kifedha. Mambo yako ya fedha, utajiri wako unajenga kwenye application. Unaweka malengo, kipato, akiba, uwekezaji, unaweka humo. Kwenye biashara tunazo application 2. Moja inaitwa Mauzo CRM. Unasimamia biashara yako hata kama uko mbali, unaona mauzo, unaona wateja, unaona gharama, kila kitu. Na pia tunayo Kumbuka SMS. Unaweza kutuma message moja kwa wateja wengi. Baada ya SMS ukawafikia. Tunayo. Hizo ni zana ambazo ukifanyia kazi ya unajifunza unapiga hatua. Ngazi ya 3 hiyo. Na ngazi ya 4 ni jumuiya ya washirika wa mafanikio. Hapa sasa unakutana na mimi na wengine wenye kio mafanikio kama wewe. Wale waliodhamiria, lakini wale waliotia nia hasa. Sio wazingua, sio wale yani unarukaruka unatoka hamasa hii. Wale ambao wamesema naye mimi nataka nifanikiwe na niko tayari kufanikiwa. Hao wamo kwenye jumuiya ya washirika wa mafanikio. Mle bwana unafanya. Mle ni mwendo wa kufanya na unaonyesha ushahidi. Fanya, onyesha ushahidi. Biashara yangu CRM, pesa zangu utajiri. Nilichojifunza barua ya kocha. Huko tu na utapiga hatua ambazo ni kubwa sana. Nikukaribisha rafiki, tuungane. Anza na vitabu, njoo kwenye zana, njoo kwenye jumuiya. Wasiliana namba 0760 647171. 0760 647171.
7171. Anzia hapo, andika neno kocha, andika neno mafanikio, andika neno utajiri, andika lolote, WhatsApp au message ya kawaida, alafu tutaanzia pale. Tutakusaidia sasa tuweze kuungana pamoja na tufanye mambo makubwa sana. Rafiki, furahia kutokueleweka. Upo kwenye njia sahihi, njia ya mafanikio. Pambana, usirudi nyuma. Asante, naona wakati bora.